So Baba, ninakushukuru. Ninapoingia kunena neno lako unisaidie kwa dakika chache ili watu wako wabarikiwe. Naomba Bwana uonekane. Na katika ujumbe huu ulionipatia ubadilishe mioyo na maisha ya watu wako, na ni kwa jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen, amen, amen. Tunashukuru Bwana. So nianze na kusema ya kwamba nimekuwa nikizungumzia kuhusu neema ya Mungu. Na neema ya Mungu, huo ujumbe sikukuwa nimeupanga. Mimi nilikuwa nimepanga ujumbe mwingine. Lakini wakati tulikuwa tunaombea kazi ya mikono yetu, na wakati huo ndio Mungu aliweza kunifunulia na akanijulisha kuhusu kitu tunaita neema. Sikuwa labda nimeielewa kwa kiwango kile nimeielewa kwa wakati huu, lakini Mungu akanisaidia kujua ya kwamba ijapokuwa tunaombea kazi za mikono yetu, tunahitajika tuombe Mungu kitu kinaitwa sufficient grace. Grace ambayo ni ya kututoshelesha. Ya kwamba hiyo neema ikiachiliwa kwenye maisha yetu, iwaachiliwe kwa ndoa, iwaachiliwe kwenye familia, kuna mambo yataanza kujengeka kwa urahisi, na watu wataona wakifika na wakishika vitu vya Mungu kwa urahisi. Na kwa sababu Mungu alisema ya kwamba mwaka huu ni mwaka wa kupokea hazina za ufalme, na mwaka wa kupokea hazina za ufalme, tunaweza kupokea hizo hazina kama tutaweza kuelewa kuna neema ya kutusaidia kupokea hiyo hazina. Ya kwamba mawazo yetu yanaweza angalia vile tunaweza kupokea tufunjike mioyo. Njia zile tunaweza kutegemea ili tuweze kufuruta vitu vya Mungu kwa urahisi, sinaweza sima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukiwa na neema ya Mungu, itatupandisha viwango za juu ili tuweze kupokea vitu vya Mungu kwa urahisi katika jina la Yesu. Kwa hivyo si kupanga kuhubiri neema, lakini vile nimekuja kugundua Mkristo atakaye shinda, mhudumu atakaye shinda ni yule ambaye atatafuta neema ya Mungu. Na ndiposa nikawaambia siku ya Jumapili ya kwamba kuna neema ya kujenga. Bwana Yesu asifiwe. Na neema hiyo ya kujenga ikiwachiliwa katika maisha yako, utapata unaweza kujenga ndoa kwa urahisi, unaweza kujenga biashara kwa urahisi, unaweza kujenga familia na maisha yako kwa urahisi, kwa sababu kando na wewe kuna nguvu, spiritual power ambayo inakusaidia kukusongesha mbele katika jina la Yesu. Na ndiposa katika maombi yako nikawaambia, wacheni tutafute neema ya Mungu. Maana ikishuka kwa maisha yetu, ilishuka katika maisha ya Elia. Biblia inasema hiyo neema ikamkimbisha, akapita Ahabu hata kama alikuwa na farasi. Bwana Yesu asifiwe. Sio nguvu za miguu zilimsaidia, alikuwa na nguvu, spiritual backup ambayo ilimsaidia akakimbia akapita farasi. Saa hizi mtu akiwekwa hapa na farasi hawezi shinda farasi. Na unajua sasa tukisema kama ni mfalme, alikuwa na ile farasi ya wakati huo, ile ilikuwa na mizuri na ile ilikuwa type mzuri. Hiyo ndio mfalme alikuwa anaenda nayo. Lakini hata hivyo neema ya kuharakishwa ikashuka juu ya miguu ya Elia. Akakimbia akapita farasi. Bwana Yesu asifiwe. Na isitoshe yeye alikuwa kwa mlima wakati safari ya Ahabu ilikuwa inaanza ya na farasi. Lakini yeye akakimbia akashuka kwa mlima akapita, na Biblia inasema akaingia Jezreel mbele ya Ahabu. Kwa sababu ya nini? Kuna neema. Neema inayokuharakisha. Mambo yale familia yenu imefanya na miaka 20, wewe unaifanya na mwaka mmoja. Ile mipaka iliwekwa katika familia, wakaambiwa hapa hatuwezi kupita, hapa hatuwezi kufita. Bwana asifiwe. Unapata kwa sababu ya neema, hiyo mipaka inaondoka na wewe unainuka juu ya kila mtu mmoja wa familia. Sio wewe, mipaka ya kwenyu imekataa. Lakini katika ulimwengu wa rohoni una backup ya kiroho ya kiungu inayowachiliwa maishani mwako, na inafanya uwe na uwezo wa kufuka mipaka, wa kukata kila minyororo, ya kuondoa kila bondage ambazo zimewekwa sababu ya neema. Kama vile niliwaambia uangalie mtu kama Nehemia. Nehemia ukuta umebomoka miaka mingi. Anakuja anasema ya kwamba ukuta huu tutaujenga. Huu ukuta lazima utakamilika. Watu wanainuka wanasema hapana, haiwezi jengwa. Hata vile wanajenga bweha wakipitia itabomoka. Lakini Nehemia anasimama katika ujasiri akiwa ndani ya Mungu, akiwa amejawa na neema. Baada ya siku 52
Hata kama kulikuwa na kina Tobia na Sabarati walikuwa wanasema haiwezekani, hii kazi lazima isimame, lakini baadaye kwa sababu ya neema ukuta ukamalizika. Mpaka watu wakaangalia wakasema hapana, huyu mtu rasima anasaidiwa na Mungu. Kwa sababu gani? Alikuwa na neema ya kiungu, backup ya kiroho iliyomsaidia kufanya kazi hiyo. So na sisi wakati tunaomba, tuombe Mungu awachirie, afungue bingu kwa sababu ya maisha yetu. Tuwe na backup ya kiungu ili katika maisha yetu, katika ndoa, katika familia, katika biashara, tunaweza kufanikiwa mahali watu wengine wameferi katika jina la Yesu. Tunaweza kuinuka mahali watu wengine wanasema hapa hakuna mtu anaweza kuinuka, lakini kwa sababu ya neema tunainuka na Mungu anatusaidia katika jina la Yesu. So wakati huu tutakapokuwa tunamaliza ujumbe huu wa siku ya leo wa neema, Mungu ninakuombea Mungu ya kwamba atakusaidia kukata kila kamba, atakusaidia kuondoa kila mipaka ambayo imewekwa na imekusuiria, ili uweze kuingia mahali ambapo ni mapenzi ya Bwana katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilikuwa ninaomba leo usiku, kuna mambo mawili nilikuwa ninaona wakati nilikuwa naomba kuhusu hiyo neema ya kujenga. Kwa hivyo leo kama umefungwa kwa mikono, sasa leo tunakufungua kwa jina la Yesu Kristo. Kama kazi yako imekuwa haiendelei kwa sababu umefungwa, siku ya leo utafunguliwa katika jina la Yesu. So baadaye tutakuwa na maombi na ninaamini watu watafunguliwa mawazo, watafunguliwa mikono yao, na chochote mtashika kuanzia siku ya leo kitasimama na hakitaanguka katika jina la Yesu Kristo. Leo ninataka kufundisha mambo machache kuhusu hii, ndio ujumbe wangu wa mwisho wa neema. Mungu ataniongoza kwa jumbe zingine baadaye wakati nitapata nafasi ya kusimama hapa. Nataka niongee vitu ambavyo vinaua neema ya Mungu. Killers of God grace, vitu ambavyo vitu vinavyoua neema ya Mungu. Maana unaweza kupokea neema ya Mungu, lakini unaweza kuipoteza. Kama vile nimewaambia, vile ambavyo mnaweza kuitafuta katika maombi, kuitafuta katika kuomba Mungu awachilie hiyo neema, maana iko neema ya kupokea, neema ya kujenga, neema inayotusaidia kututakaza dhambi zetu. Vile hivyo unavyoomba neema ikusaidia katika kipawa kile Mungu amekusaidia. Pia ningetaka kukuambia, ukipokea neema ya Mungu, uelewe kuna mambo unaweza fanya upoteze neema ya Mungu. Maana neema ya Mungu huwa inadumishwa mtu akiishi kulingana na kanuni na kulingana na mapenzi ya Mungu. Kitu cha kwanza ambazo kinaua neema ya Mungu ni kitu ambacho tunaitwa greedy, mwenye tamaa. Proverbs 15 verse 27. Hapo ndio tunaanza. Tamaa inaweza kufanya mtu apoteze neema ya Mungu. Na neema ya Mungu ikipotea katika maisha yako, inakuwa wakati mwingine challenge kubwa. Biblia inasema katika Methali 15:27, atamanie faida huifadhaisha nyumba yake mwenyewe, bali achukiae zawadi ataishi. Atamanie faida huifadhaisha nyumba yake mwenyewe. He who is greedy for gain trouble his own house. Mtu yoyote ambaye ana tamaa ya wingi, Bwana Yesu asifiwe, analetea shida nyumba yake. Hicho ni kitu cha kwanza. Na ninataka tuangalie mtu ambaye alikuwa anaitwa Gehazi. Bwana Yesu asifiwe. Elijah baada ya kupaa na kwenda mbinguni, alimwachia manto yake mtu ambaye alikuwa anaitwa Elisha. Na baada ya kumwachia manto yake mtu alikuwa anaitwa Elisha, akashikana na mtu mmoja aliyekuwa msaidizi wake aliyekuwa anaitwa Gehazi. Na Biblia inasema ya kwamba wakaandamana na yeye kama mfanyikazi wake. Na siku moja katika Wafalme wa Pili 5 tunaona mtu anaitwa Naamani ambaye alikuwa ni jemedari, ambaye alikuwa na ugonjwa wa ukoma. Na Biblia inasema ya kwamba katika hiyo Wafalme wa Pili 5 kuteremka, utaenda kusoma. Biblia inasema huyo Naamani hakuwa na msaada. Maana ukifikia mahali unaona mfanyikazi anashauri bosi wake mambo yamechacha, huyo mfanyikazi wake akakuja akamwambia, bwana wangu, kuna nabii kule Israeli. Akamwambia mke wake,
huenda akienda kwa huyo nabii, hii shida ako nayo ya ukoma itaondoka. Na Biblia inasema ya kwamba Naamani akaondoka, akaandika barua na akaondoka ili aweze kumtafuta Elisha. Na katika safari yake akaenda, na alipofika kwa Elisha hakukubali waonane. Akamwambia yeye aende aoge Yordani mara 7 na ukoma utaweza kumuondoka. Lakini yeye akaghadhabika sana huyo Naamani. Biblia inasema ya kwamba akasema, sikulikuwa na mito mizuri hata ya Dameski, kwa nini huyo mtumishi wa Mungu hakunituma kwa hiyo mito mizuri? Hii ya Dameski amenituma katika mto mchafu wa Yordani. Lakini yule ambaye walikuwa pamoja na yeye kama wafanyikazi wa Naamani wakamwambia, si kama ungeambiwa kitu kingine zaidi ya hiyo ungefanya. Akaamua kwenda katika Yordani. Na Biblia inasema ya kwamba akaenda Yordani. Jemedari akawacha mamlaka yake, akawacha utukufu wote, akajichofya kwa hayo maji machafu mara 7. Na Biblia inasema ya kwamba baada ya kujichofya mara 7, Bible inasema ugonjwa wake ukaondoka na akakuwa kama mwili wake ukakuwa kama wa mtoto mdogo, kwa sababu Mungu amefanya muujiza katika maisha yake. Baadaye akageuka akaenda kupelekea Elisha zawadi zake. Biblia inasema Wafalme wa Pili 5:24 mpaka 27. Ukoma umeondoka, lakini hapa kuna mtu aliye na tamaa. Mtu ambaye anakosa kuona kile ambacho anaweza ridhi. Yeye anaona kile ambacho ni cha kuharibika siku chache. Na ndiposa baadaye tunaona mtu kama Elisha alikufa na nguvu zake, maana yule alikuwa awaachiwe, aliingiwa na tamaa. Biblia inasema akasema, amani bwana wangu amenituma kusema, tazama sasa hivi wamenijia kutoka. Sasa ni baada ya Elisha kusema hizo vitu mimi sitaki. Lakini nyuma yake kuna mtu aliye na tamaa. Na hii tamaa inamuondolea neema ili angeipokea katika maisha yake. Biblia inasema ya kwamba akasema, amani Bwana amenituma kusema, tazama sasa hivi wamenijia kutoka milimani watu wa Efraimu, vijana 2 wa wana wa manabii, uwape na kuomba tarata ya fedha na mavazi 2. Naamani akasema, uwe radhi ukaitwae talanta 2. Akamshurutisha, akafunga talanta 2 na fedha ndani ya mifuko 2 na mavazi 2. Akawatwika watumishi wake 2, nao wakayachukua mbele yake. Naye alipofika kilimani akavitoa mikononi mwao, akaviweka nyumbani, akawaacha wale watu kuondoka, nao wakaenda zao. Modo wa gai, mtu wa Mungu ashachukua vitu ambazo Elisha alikataa. Na Biblia inasema mtu aliye greedy analete tabu kwa nyumba yake. Tumesoma hivyo proverb. Biblia inasema ya kwamba lakini yeye akaingia akasimama mbele ya Bwana. Elisha akamwambia, watoka wapi Gehazi? Akanena, mtumwa wako hakuenda mahali. Akawaambia, je, moyo wangu haukuenda na wewe hapo alipogeuka yule mtu katika gari ile akakuraki? Je, huu ndio wakati wa kupokea fedha za kupokea mavazi na mashamba na miseituni na misabibu na kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi? Ilikuwa ni wakati wa kupokea neema ya kufanya kazi ya Mungu. Basi ukoma wa Naamani ukakushike wewe na wasao wako hata milele. Huenda mpaka leo kuna mtu wa generation ya Gehazi anaugua ukoma. Maana Biblia inasema naye akatoka uzoni pake mwenye ukoma kama theluji. Bwana Yesu asifiwe. Nini kilichangia neema ile ilikuwa juu ya maisha yake iweze kuondoka? Ni kitu tunaitwa greedy, tamaa. Wakati mtumishi wa Mungu Elisha alimwambia, hizo vitu sitaki, ingefika hivyo leo tungekuwa tunasoma Gehazi, mtu aliyefanya mara 5 ya ile kazi ambayo Elisha alifanya. Lakini angalieni muone, Elisha anakufa na nguvu zake. Watu wanakimbia siku moja wakiwa wamebeba maiti, wakakimbishwa, wakaangusha maiti yake ikaguza mifupa ya Elisha. Huyo mtu akafufuka. Kwa sababu aliyeenda kaburini alienda na neema ambayo
Hakupata mtu mwaminifu wa kuiachia. Ile neema ikaondoka, kuliko alithi neema akalithi laana. Greed inaweza fanya mtu apoteze kile ambacho Mungu amewachilia katika maisha yake. Tamaa ya fedha. Bwana Yesu asifiwe. Tamaa ya mapato ya aibu. Bwana Yesu asifiwe. Kupifanya jambo kwa njia isiyo sawa kama Gehazi inaweza kuondoa neema katika maisha yako. Na muone mtu kama Judas Iscariot. Biblia inasema angefanyika mtume, maana wale wote walioachwa wanafunzi wa Yesu waliokuwa meza moja na wao walifanya kazi ya utume. Na ndiposa tunaona mtu kama Yohana akiwa mzee sana anaandika Ufunuo. Maana walitembea na Yesu, wakakunywa roho ya Yesu. Alipoondoka wakaanza kufanya mambo ya ajabu. Lakini Judas kwa sababu ya tamaa akauza Yesu shilingi 30. Na baadaye aliletea nyumba yake aibu, kwa sababu hata baada ya kuuza Yesu, hizo pesa alienda akasitupa kwa wazee. Hasikumsaidia na hasikusaidia mtu. Baadaye akachukua kamba akajinyonga. Tamaa inaweza ondoa mtu katika neema yake. Kama Mungu amekupatia neema ya aina yoyote, jiangalie. Tamaa, unaona hata zile kazi tunafanya jameni, setu ni challenging sana. Watu wanaibiwa magari, vitu za 1,300 zinauzwa shilingi 20,000. Lakini sisi tulisema hapana, hiyo inaweza ondoa. Unaweza nunulia mtu mmoja hizo vitu. Mimi naona vile watu wananunua vile wanalia. Wengine wanaumia sana. Wanasema huyu mtu alifanya hivi, hata watoto wake saa hiyo wanafanya sema hivyo wakinunua. Mwingine alienda akanunua hizo vitu akaweka kwa duka lake. Neema ya Mungu inaanza kuondoka, mikozi inaingia. Watu wachunge kile Mungu amewapatia na wasikubali kujinajizi. Maana Gehazi, yule Judas Iskarioti, alipouza Yesu, neema ikaondoka. Gehazi, neema ikaondoka. Greed, tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mtu kama Elisha alingojea mpaka Elijah akafanya nini? Lakini huyu hakuwa na hiyo waiting period. Hakutaka kungojea. Aliona hapa shida zangu ndio zitafikia mwisho, lakini baadaye hakufaidika. Greed. Kwa hivyo siku ya leo ninawaombea kwa jina la Yesu ya kwamba katikati yetu hatukutapatikana mtu aliye na tamaa apoteze neema ile ya Mungu amempatia katika maisha yake. Hakuna mtu atakubalia katika jina la Yesu kuingisha kazi zake na ndoa yake na maisha yake na huduma na neema kwa tamaa itakayomuondoa katika mpango wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Situpigie Bwana Yesu makofi. Tamaa inaweza kukuondolea. Mimi nimeona watu tumeajiriwa na wao, tulikuwa sawa, mshahara ni sawa, lakini tamaa ikafanya mtu afanya mambo hakukuwa anahitajika kufanya. Baadaye kile angefanyika akakosa kufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Tuamini ya kwamba greed haitapata nafasi katika maisha yetu. Kitu kingine ni kiburi. Kiburi. Proverbs 16:18. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia hayo mafundisho vile tumenena, unaona yote yanaenda kulingana. Pride. Biblia inasema Proverbs 16:18 ya kwamba kiburi hutangulia uangamifu na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko. Bwana Yesu asifiwe. Kiburi ndicho hutangulia, alafu mtu anaanguka. Na tunaweza kuona hivyo kwa mtu alikuwa anaitwa Nebukadneza. Biblia inasema ya kwamba Nebukadneza alikuwa mfalme mkubwa na mfalme aliyekuwa na ufahari. Lakini siku moja katika balcony yake akiangalia vile Babeli na mijengo iko katika Danieli 4 na mijengo ile imejengwa kule Babeli, akasema ni kwa sababu yangu Babeli ikakuwa. Kiburi, akakosa kuona Mungu katika maisha yake. Baadaye neema ya uongozi ikaondoka katika maisha yake. Tunaona Nebukadneza akienda kama mnyama miaka 7 akakula nyasi.
Kile kilimtoa katika enzi yake ni kwa sababu ya kiburi. Biblia inasema katika James 4:10, nyenyekeeni chini ya mikono yangu na mimi nitawainua. Njia ya kuinuliwa ni kunyenyekea. Lakini kiburi kinaondoa watu katika neema ile Mungu amewachilia juu ya maisha yao. Ukiingisha kiburi kwa kazi yako, wapendwa, customers si utawaongeleshea vile wanataka. Mimi sitakagi watu wa shilingi 15, nyinyi toka muende muangalie zenyu pande ile. Hapa ninataka watu wa manoti. Hiyo kiburi itafanya uonge chini. Mimi najua watu walikuwa wanafanya mambo makubwa, lakini wakaingisha kiburi. Na kiburi kikiingia, mwanguko wa mwanadamu unapatikana. Na mwanguko ukipatikana, neema ya Mungu inakosa nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Nebukadneza mfalme, imagine mfalme. Na Mungu jamani, muangalie, nataka muangalie Mungu vile anafanya kazi. Nebukadneza alikuwa hata simba wakikutana na yeye anasema sio kama wewe tunakuraga, wewe endelea kujipanga. Hii ni ya Mungu. Simba inakuondokea. Unakutana na chui sasa, anafikiria kwa mawazo yake, hii ni uwe sasa niwache hii mateso ya umande kila asubuhi. Chui inasema wewe, hii ni kazi ya Mungu. Nebukadneza miaka 7. Nini ilichangia? Ni kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu anainuka na kiburi, mungoje, utamuona chini. Lakini ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, katikati yetu kusipatikane mtu atakayeinuka na kiburi. Maana kiburi kinafuja ndoa. Bibi akipika unamwambia chakula iko na chumvi, umeniletea na kikombe ya plastic. Jameni mtu maji umeleta na kikombe ya plastic. Hii nyumba ni kama haijaoshwa. Yaani mzee ameinuka na kiburi hivi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na kiburi inafanya ndoa inabomoka. Lakini leo ninaomba kwa jina la Yesu, hakuna mtu atakayeangushwa na kiburi katika jina la Yesu. Na kama hiyo roho ilikuwa inaanza kuinuka, tunaiangusha chini katika jina la Yesu. Na ninaomba kila mmoja anayenisikiliza, katika nyumba hii ya Bwana na mahali pengine popote, Mungu wangu na neema yake iwe juu ya maisha yako na akusaidie kutokana na kila roho inaweza ondoa neema yako katika jina la Yesu. Na ile neema Mungu amekupatia, kama ilikuwa imechukuliwa kwa sababu ya kiburi, irejee juu yako katika jina la Yesu. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Na mnajua mtu mwingine alishushwa na kiburi ni nani? Ni Lucifer. Enda usome Isaia, maneno ya shetani utaipata Isaia 14:12. Utapata mtu anaitwa Lucifer. Yeye ndio alikuwa second in command kule mbinguni, alikuwa muimbaji. Na unajua vile watu wanasema sijui shetani alikuwa malaika. Yeye alikuwa malaika wale cherubin. Wakati Mungu atanisaidia nitakuja tuongee kidogo kuhusu malaika na nini. Yeye power lake hivi akifanya hivi nyimbo zinatoka. Lakini akajitukuza na yeye akaangushwa chini. So tuombe Mungu atupatie neema na ya kunyenyekea ili tukae katika neema yetu katika jina la Yesu. Kitu kingine ambacho kinaua neema ya Mungu ni kitu tunaita adultery, usinzi. Nataka tuangalie Judges 16:19-20. Usinzi ni dhambi sangono. Watu ambao wanafanya dhambi kwa njia hiyo, labda mtu ameenda amejishikanisha na wanaita siku hizi sponsors. Hiyo inaiba neema ya Mungu kwa maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo nimekuwa nikistudy, ninaona ni njia moja watu wanafungwa wapi? Mawazo yao. Kwa sababu ya kitu tunaita uzinzi. Wewe unayenisikiliza siku ya leo, kama unataka kutembea na Mungu na kubeba neema yake, usikubali kujiunganisha na dhambi za uzinzi. Dhambi za uzinzi zinafanya neema ya Mungu iondoke. Muangalie mtu kama Solomon. Tukisoma Ecclesiastes, Solomon anaongea akiwa mzee, wakati sasa hana nguvu. Hii proverb anaiandika wakati yako kijana, wakati sasa ako na damu mbichi, ndio anaandika proverb. Lakini wakati wa proverb ukimsikiliza na urudi umsikilize wakati wa uzee,
utaona Solomon wawili. Kwa sababu wakati aliandika hii proverb alikuwa kijana, lakini pale ameandika wakati amekula maisha. So kama unataka kukula maisha, sikiliza vile Solomon anakuambia wakati wa uzee. Mambo yote anasema ni bure. Alitest wanawake 1000 wanono weupe. Kwa hivyo hiyo ndiyo manyuo yetu. Anatuambia hapana, hizo ni mambo ambayo sitatuondoa katika mpango wa Mungu. Na ile njia nzuri mwanadamu anahitajika ni kumjua Mungu wake na kumuenzi. Bwana Yesu asifiwe. Solomon wanawake 1000. Baadaye wakamuingisha akaanza kuabudu miungu. Neema ile Mungu alikuwa amewachilia juu ya maisha ya Solomon ikaondoka. Akaanza kuabudu. Unajua watu 700 jameni. Si watu 700 si watakuelekeza vile unataka. Kama yenyewe mmoja ni neema inatusaidia. Kama uko hapo tu karibu, si unaangalia jirani yako, mwambie hata mmoja inahitaji neema ya Mungu. Bwana asifiwe. So vile walifanya, aliwaingisha kuabudu nini? Miungu. Dhambi za uzinzi. Mtu mwingine ninataka tuone huyo ni Samson. Mtu alikuwa anaitwa Samson. Samson Biblia inasema alikuwa anang'oa geti hivi. Wakati mmoja ako kwa kahaba, watu wanamngojea kwa mlango. Wakati wanamngojea kwa mlango, watu wakasema sasa Samson akitoka hapa lazima tumuue. Jamaa anatoka, Samson anainua rango, anakimbia naro mpaka mlimani. Sasa ukiona mtu ameng'oa rango, si unawachilia panga peke yako, wewe unajipea shughuli. Anakimbia, anashika mbweha 300, anawashikanisha mikia yao, anawarusha kwa ngano ya Wafilisti. Inaungua ngano ya Wafilisti. Wakati mmoja anashika joo ya punda, mfupa ya punda, anaua watu 1000. Wakati mwingine anaenda anasimama na simba, anakutana na simba, anashika simba anaiua. Lakini watu wa Mungu, wakati alikubalia usinzi katika neema ile Mungu amempatia, msichana alikuwa anaitwa Delaila, akamugonga wembe. Biblia inasema katika kitabu cha Judges 16:19-20, naye akamurasa usingizi magotini pake, kisha akamuita mtu akamfinyoa vile figushi 7 vya nywele za kichwa chake, akaanza kumsumbua, nguvu zake zikamtoka. Kisha akasema, Samsoni, Wafilisti wanakuja. Unajua Samsoni alikuwa amedanganya sana. Anasema nguvu zangu ziko kwa mikono, akifungwa mikono, maadui wakikuja anafanya namna hii, kama sikafanya nini? Lakini aliingia katika hii dhambi tunaita uzinzi. Mtu anaenda tu kupata mtu akulipie nyumba, afanye nini? Ishi na shida. Ukiishi na hiyo shida kwa hiyo nyumba ya single room, Mungu atakuja jameni. Mtu asipatiane mwili wake kwa sababu ya kuexchange. Mtu anakupatia vitu na wewe unampatia mwili wake. Mwishowe neema ya Mungu itaondoka katika maisha yako. Unajaribu hii, unajaribu hii. Wewe unasema ate bingu imefunga. Sio bingu ilifunga. Ulienda ukajiunganisha mwili wako na watu ambao sio mume wako na sio mke wako. Wakaharibu ndoa yako, wakaharibu ndoto zako za maisha. Unajaribu kufikiria hivi kitu unaraha. Biblia inasema ya kwamba Samsoni Wafilisti wanakujia, ambuka katika usingizi wake. Akasema nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyosha, lakini hakujua ya kwamba Mungu amemwacha. Unajua aliambiwa unajua hii story ukisoma wakati mwingine unacheka. Unajua huyu ni mjanja, alishajua nywele ya amuka. Na yeye anaamuka kama kawaida. Hakujua neema ya Mungu ilishaondoka. Mtu aliyekuwa shujaa akafungwa mikono namna hiyo, na tena wakamfanya mateso ya uchungu, wakaenda wakamuoa macho, na baada ya kuponyesha macho wakamfanya sijui tunasema ni acrobatic. Hata wakati wako na festival waitiwe Samsoni, mtu aliyekuwa mpako wa mafuta, mtu aliyekuwa amebeba neema ya Mungu, waitiwe awatubuize katika vichekesho na katika vitu vyao. Anaenda hivi. Na hata hivyo wakampatia kazi mbaya. Mtu wa Mungu akaanza kusiaga ngano, akaanza kusiaga kisiagi, akapewa kazi ya kisiagi. Neema ya Mungu ilimuondokea, akafanyika mtu wa kawaida kwa sababu ya dhambi hizo za uasherati.
Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa huwa tunasema hata wakati wowote mtu ameitwa na Mungu ama ameokoka, jameni, ni vizuri kumtegemea Mungu katika hatua yote ya maisha yako. Wakati mwingine hatuendi na wake wetu mahali kwa sababu ni lazima, lakini wakati mwingine tunaenda na wao kwa sababu watu namna hii. Bwana asifiwe. Hata mimi nimepigiwa simu ngapi nikiwaambia siku hii moja nitakuja niwaambie hapa. Uingie kwa mitego. Bwana asifiwe. Lakini mtu tukikutana na yeye, na ukitaka kushinda mambo mengine, ambia mtu kitu ya kwanza Yesu ni, na entertainment zingine zaidi ya hapo sijui. Mimi nina watu wengi tunafanya nao biashara, ukiniuliza ama ako na mume ama ako ana mke ama ako na familia sijui, ile kitu tunafanya na yeye ni hiyo. Zaidi ya kujua mambo yake sitaki kujua, na hiyo itakusefu kwa mambo mengi. Maana unaanza kuuliza mtu ati unakuwa na watoto wangapi, hiyo ni mlango ya kwanza inafunguka. Na sasa mume wako aliendaka Saudia ama ako wapi, hiyo ni mlango ya pili. Hiyo ninaweza uliza mtu wakati amekuja kwangu kama mchungaji akitaka mambo fulani kwa fulani. Lakini sio mambo atanapata tu wa mama huko kwa barabara. Sijui hata wengi wetu hapa mimi ninauliza wako namna gani sijui. Maana mambo mengine ukianza kufungukiwa wa watu moyo utajipata kwa mambo ambayo wacha kuambia mtu status zako. Hiyo ni njia moja ya ni kuku vile na ndio nawaambia Samson baadaye akapata nini? Hana nywele. Bwana asifiwe. Na unajua mtu akikuwa amenyolewa anaongea vile anataka. Samson tutaongea hiyo siku nyingine, lakini nimemwambia mwisho wake ile neema Mungu aliwaachilia juu ya maisha yake ikakuwa imeondoka. Kuanzia siku ya leo usijihusishe na mambo. Ndio naambia kijana, kama kabisa unaona harusi ni gharama, kuja hapa siku ya Jumapili. Tutafaa suti kama leo. Bwana asifiwe. Tupikie watu chai na keki, hiyo hatutashindwa ni 4,500. Bwana asifiwe. Turudi tukubariki hapa. Biblia inasema pia jambo lingine nikimalizia, inasema ya kwamba unforgiveness. Bwana Yesu asifiwe. Na unforgiveness, msamaha, msamaha. Watu kwa sababu ya kutosamehea, neema ya Mungu inakosa nafasi katika maisha yao. Hata ukifanyiwa na mtu nini, kuwa na moyo mkubwa. Mimi nimeangalia kama sasa vile niko pastor hapa, kukosewa si ni kila siku. Sasa nikisema nikubeba watu nitapasuka. Mimi kile ninafanya hiyo mambo yote ninachukua tu kama msafiri kwa barabara, ninayasikiliza, ya kunyimeza nina meza, ya kupigana nayo napigana nayo, na kazi ya Mungu iendelee. Lakini mtu asiye na moyo wa msamaha, usiposamehea, kile kinafanyaga kitu kingine inafuata, ni kitu tunaita bitterness. Na bitterness ikiingia, hata nisikia akisema magonjwa na nini. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka mujifundishe na mtu kama Yusufu. Yusufu alifanyiwa mabaya na ndugu zake, lakini hata walipomuua, ukisoma katika Genesis 49 sijui Genesis 50 19 20, ndugu zake baada ya Yakobo kukufa wanasema huyu ndugu yetu sasa amepata nafasi ya kutulipishia. Lakini Joseph aliwaambia nini? Mlikusudia kunifanya mabaya, Mungu akanitendea mema. Watu wa Mungu, wacheni niwaambie, siri ya kuweka neema ya Mungu ni kuachilia mambo yale yote ambayo yamekukasirisha. Mambo yote ambayo unahisi ya kwamba huyu mtu sina haki ya kumsamehea, wewe msamehee, kwa sababu kuna Mungu. Mungu anajua kulipa. Usibebe vitu kwa moyo, itasuiria neema ya Mungu kukaa katika maisha yako. Maana nyumba ya moyo wako sio sawa. Wewe umekataa kusamehea watu. Ni mambo mangapi Mungu ametusamehea? Na ndipo hata katika sala la Bwana Biblia inasema tusamehee dhambi zetu kama vile tunasamehea wale waliotukosea. Kwa sababu naye Yesu akaulizwa tunapaswa kusamehea namna gani? Akasema tunastahili kusamehea mara 770, 490 times. Kwa hivyo ninakuja tu ninakuweka ngume na unasema ndugu yangu katika Bwana, bado ninakupatia nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Praise and worship mnakanyanaga hapa kabisa, lakini mnarudi mnasema hapana, kwa sababu ya kusamehea ninakukumbatia na upendo wa Yesu. Maisha inaendelea na Mungu anapata nafasi ya kufanya kazi katika maisha yetu. Lakini mambo ya kutosamehea imefanya wengi. Na ndipo hata Yesu akasema kulikuwa na mfalme alikuwa alikuwa na watu wa kazi, akasema waitwe na walete madeni yao. Mmoja alikuwa na talanta 10,000. Akamwambia hapana,
nihurumie. Akasema huyo mtu wauzwe na watoto wake, akasema nihurumie, akahurumiwa. Alipohurumiwa akapata mtu alikuwa na dinari. Ni kama sasa umesamehewa milioni 10, umepata mtu wako na 1,000 yako. Akamshika koo na akamweka kwa Jameni, ukiangalia yale Mungu ametusamehea ni mengi. Tusamehee watu ambao wametukosea. Maana kutosamehea kutaua neema ya Mungu katika maisha yetu. Unapata mtu amebeba watu miaka 10, miaka 5. Hata kitu ikiongewa ya huyo mtu akarurumukwo ni kiundu guo kiwaru kiundu kishoroke hiyo guo gikenda kuma thini wake. Ninasema kiuji moto, yani si unaelewa kiuji hot kinataka kutoka ndani ya mtu. Nikuambie roho yake ikifunguliwa hivyo amekuita nyani mara 100. Bwana asifiwe. Hata akikuangalia hivi sia roho yake inakutakia mabaya. Roho yake inakukatia mabaya kwa sababu gani? Kwa sababu haijabeba msamaha. Yesu alikanwa na Simon Peter mara ngapi? Yesu alikanwa na Simon Peter mara ngapi? Na hiyo ni kawaida, tumefundishwa kama wachungaji, kukanwa ni kawaida. Kama Yesu alikanwa, wewe ni nani? Watu watasema hapana, hata huyo pastor waachana na yeye, ni badia. Shida iko wapi kama walimkana? Bwana asifiwe. Simon Peter alikana Yesu mara, lakini hebu ona Yesu wakati alifufuka, anakuja anamwambia Simon Peter, bado unanipenda? Simon Peter mwana wa Yona, bado unanipenda? Yesu akamwambia, wewe Peter, nitajenga kanisa juu yako. Imagine mtu alikukana mara 3. Sisi tunaambiwa hapa na mtu ametukasirisha mara 1 tunafunja mpaka miguu. Bwana asifiwe. Tena huyo ndio Yesu anamuaminia ile kasi kubwa ya kanisa. Maana Yesu alikuwa amebeba moyo wa kuachilia na kusamehea. Jameni, si neema ya kusamehea ikuwe juu yetu. Hata kama mtu alikufanya mabaya na ni wa familia, muachilie kwa sababu ya Mungu, ili neema ya Bwana ikae juu ya maisha yako. Kama mtu amekukosea hata kanisani, muachilie ili tufike mbinguni katika jina la Yesu. Maana tukibeba na tubebane, neema ya Mungu itakosa nafasi. Na ikikosa nafasi, kile itafanya kuliko ikuendeleshe, itaua kile Mungu ametupatia. Lakini kwa jina la Yesu ninawaombea ya kwamba kama kuna mtu amebeba mtu siku ya leo, kama kuna mambo yamemtia uchungu na ameshindwa kusamehe, ninamuombea neema ya kusamehe. Na hiyo mioyo ninaiombea uponyaji kuanzia dakika hii katika jina la Yesu. Na tunakataa chuki katika nyumba ya Bwana na hata katika familia na maisha yetu, hata kazini na kila mahali. Na tunaomba upendo wako ukae ndani yetu, ili hiyo neema yako itusaidie katika jina la Yesu.